Mungu atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Ukiwauliza Wakristo wengi kanisa ni nini, wataonyesha jengo, anwani, muda wa ibada ya Jumapili, wataelezea mpango, kwaya, budget, kamati. Watu wengi wanafikiri hicho ndicho kanisa. Ni wachache sana watasema kile ambacho Agano Jipya kinasema hasa. Na leo tutaangalia neno kanisa na hata kupata neno lake la Kigiriki. Neno hilo ili tuelewe mzizi wake. Na neno la Kigiriki kwa ajili ya kanisa ni eklesia. KKLFEA. Na inamaanisha wale walioitwa. Sasa mwanzoni hili halikuwa neno la kidini hata kidogo. Katika Kigiriki, bunge la raia lilitoa wito wa kufanya biashara za jiji. Ilikuwa kile kilichoitwa eklesia. Na Paulo alichukua neno hilo na kulijaza maana mpya. Watu walioitwa kutoka gizani walikusanyika pamoja kwa jina la Kristo. Kwa hivyo, nambari 2, kanisa ni mwili, si jengo. Kanisa ni nini? Sio jengo. 1 Korintho 12 mstari wa 27. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo hasa. Nafikiria kuhusu mfano huu wa nyumba tupu. Mwanamume anayependwa sana na familia yake afariki. Familia yake hukusanyika kwenye kaburi. Nyumba yake bado imesimama. Samani bado zipo. Picha ukutani, kila kitu kinaonekana sawa, lakini hayupo. Nyumba hiyo haikuwa kamwe. Alikuwa mtu aliyeishi ndani ya nyumba hiyo. Nyumba sasa haina kitu cha maana. Makanisa mengi yako kama nyumba hiyo. Majengo mazuri, historia ndefu, programu zinazoendeshwa kwa ratiba, lakini uwepo hai wa Kristo umeondoka kimya kimya. Ni ganda tupu linalotoa kelele nyingi. Inaonekana ya kidini, inafikika kama ya kidini, lakini haina uhai kwa sababu mtu muhimu sana hayupo. Tazama kile Paulo anachosema hapa, kwa sababu anatumia wakati ambao ni muhimu sana. Paulo anasema, nyinyi ni mwili wa Kristo. Sio kwamba unakuwa, sio kwamba hatimaye utahitimu. Uko hivi sasa. Ninyi ni mwili wa Kristo. Uko ndani ya Kristo hivi sasa. Sio kwamba utakuwa, sio kwamba utafanywa, sio kwamba unasogezwa hatua moja baada ya nyingine. Ninyi ni mwili wa Kristo. Kwa hivyo, kanisa si kitu unachoenda. Unaelewa hilo? Kanisa si kitu unachoenga. Kanisa ni kitu ambacho wewe ni. Unaibeba hadi nyumbani kwako. Unaibeba hadi mahali pako pa kazi, unaibeba hadi mtaani kwako. Haianzi saa 10 asubuhi, Jumapili na kuisha saa 6 mchana. Ni utambulisho wa kudumu unaotokana na muungano wa kudumu na Kristo. Hiyo ndio kanisa. Kwa hivyo ukweli muhimu katika hili ni kwamba huhudhurii kanisani jinsi unavyohudhuria sinema. Kanisa lilinunuliwa na lake mwenyewe. Matendo sura 20 mistari ya 28. Lilisheni kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Nambari ya kwanza, bei ni ngapi? Damu ya Yesu. Na mnunuzi ni nani? Mungu mwenyewe katika utu wa Yesu Kristo. Sawa? Kwa hivyo, mtu akikupa shilingi milioni 100 za Kenya kwa uchoraji wa zamani kwenye chumba chako cha kuhifadhia vitu, sawa, ghafla unaiangalia tofauti. Je, si kweli?
Ofa hiyo inaonyesha thamani. Inaweza kuwa kitu ambacho uzikuwa na kikikanyaga na kukihifadhi vibaya, lakini ghafla unaanza kukiangalia tofauti kwa sababu ya thamani iliyowekwa juu yake. Sasa fikiria Mungu, muumba wa vitu vyote, ambaye dhahabu na fedha zote tayari ni zake. Alimtoa mwanawe mwenyewe, si dola milioni 1 wala si jumba mahali fulani kule Sayuni. Alimtoa mwanawe mwenyewe kama bei ya kanisa. Hilo linakuambia nini kuhusu jinsi anavyowathamini watu hawa? Unaelewa? Thamani inapowekwa, hiyo inakuambia wewe ni wa thamani sana. Kwa hivyo, kanisa lipo kwa ajili ya ukomavu, si kwa ajili ya matengenezo. Kanisa lipo kwa ajili ya ukomavu, si kwa ajili ya matengenezo. Waefeso sura ya 4, 11 hadi 12. Naye aliwapa wengine mitume, na wengine manabii, na wengine wainjilisti, na wengine wachungaji na walimu, kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, kwa ajili ya kazi ya huduma, kwa ajili ya kuujenga mwili wa Kristo. Sawa? Kwa hivyo, maelezo ya kazi ya uongozi. Tafadhali elewa maelezo ya kazi ya uongozi. Je, viongozi hawajapewa jukumu la kutoa huduma? Tafadhali elewa hili, viongozi hawapewi kufanya huduma. Wakati kutaniko, tumtazame mchungaji akifanya huduma. Zimetolewa kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Hiyo ni kazi ya mchungaji wenu, hiyo ni kazi ya manabii, hiyo ni kazi ya wainjilisti, hiyo ni kazi ya mitume wengine. Na watu hao wote na walimu wafanya walichopewa kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, ili watakatifu waweze kufanya kazi ya huduma. Je, unaelewa? Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha